بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kabla ya kufanya kitu chochote na kabla ya kuzungumza chochote tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuafikia tena kupambana mahali kama hapa patukufu baada ya kuepukana kwa muda mrefu. Darasa la tafsiri la hapa lina tarikhi sifupi yapokuwa si ndefu. Tulianza takriban naweza kunena ni miaka 4 au 5 sasa, kutoka tulipokuwa watu 3 4 bila speaker mpaka tukasikilia hapa tulipo. Na nyuma tulifasiri zitu zingi sana. Tulifasiri suratul Fatiha, tukafasiri aya za mwanzo nyingi katika suratul Baqara, tukarudi tukafasiri ayatul Kursi ambayo ndio tulikuwa nayo nyuma mpaka tukamaliza ayatul Kursi kwa baadhi ya ara. Leo tutafungua tena darasa hili ikiwa baada ya kufikiria kwa muda mrefu ni mada gani itaendelea mpaka mwisho fikra zikastakiri kwenye suratu Yasin. Kwa nini suratu Yasin? Nafikiri zile sura ambazo kwamba zilikuwa zikinipitia mara nyingi ili niweze kusaidiana na nyinyi tukisomeshana, tukikumbushana, nilikuwa napenda ziwe ni sura mara nyingi twazisoma kila siku tuweze kuzielewa, kwa sababu kitu kama ayatul Kursi ni aya twaikariri kila siku, ilikuwa ni muhimu tuielewe maana yake. Kitu kama suratu Yasin ni sura twaisoma katika hafalati, katika kuzika, katika tausia, katika kila mahali twaisoma suratu Yasin. Suratul Kahfi pia ni moja katika fikra zangu, sababu ni sura pia twaisoma sana. Na insha Allah Taala Mungu akitupa umri na wakati mrefu na ukundufu na uwezo, tutakuwa tukiziandama, hatutakuwa na mpango, tutakuwa tukitagua zile sura ambazo kwamba ni muhimu tuzielewe kwa sababu tuzikariri kila siku. Kwa hivyo tutaanza na suratu Yasin. Lakini kitu ambacho kama ningependa kuwatanabahisha ndugu zangu wasikilizaji wa darasa hizi, ni muhimu sana wakati tukitaka kusikiza darasa zenye mtungo, darasa zenye tabia ya mfululizo kama darasa za tafsiri au darasa za sera mfano, tuwe tutakuwa na kudumu katika kuzisikiliza. Tusiwe na usikizaji ambao kwamba ni wakidiku, hatuwezi kufaidika. Na nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba hizi darasa za rekodiwa. Sineni kwamba mtu asipate udhuru, sineni kwamba mtu mathalan asitokewe na jambo la kuweza kumkatisha darasa, lakini ni muhimu sana mtu akikatikiwa na darasa kabla ya kuhudhuria darasa linalofuatia afanye bidii asikilize ile kaseti ambayo kwamba yeye hakulipata ile darasa kupitia zituo ambazo kwamba zimefunguliwa. Tuko na library na kujiandikisha umemba ili upate kuunganisha maneno kama haya.
Hili ni tanabahisho muhimu, nimependa kuwatanabahisha. Pili, nitawaomba muwe na subra, kwa sababu suratu Yasin ni ndefu, si kama sura tunazozoea kuzisikiza, watini wal asri. Sura ina aya 5, ina aya 6, kama ayatul kursi ilikuwa ni aya moja, lakini tuingia katika sura iko na aya 83. Kwa hivyo tusitarajie kwamba ni kitu cha wiki moja, cha mwezi mmoja, cha miezi miwili kwamba tutakuwa tumemaliza, na tusichoke tukitaka kuyaandama mambo kama haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, yasin wal qur'anil hakim, innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Mpaka mwisho wa sura. Kama kawaida, kabla hatujaingia ndani ya sura, huwa tuko na mambo fulani ni lazima tuyayue, kama mathalan maina ya sura, kama mathalan iko na aya ngapi, kama mathalan iliteremka wapi, na iko na fadhila gani, na yazungumzia maudhui gani sura kama hili. Ni mambo gani ambayo tuyatarajia kuyapata ndani ya sura kama hili. Haya huwa yakiamkuliwa ni madkhal, yani ni maingilio ya sura. Ni mambo ambayo kwamba ni muhimu tuyayue, na ni mafupi na ni rahisi. Suratu Yasin yaamkuliwa kwa ina la Yasin, na nafikiri kila mmoja akona jibu la utaulizwa kwa nini imeamkuliwa Yasin, kwa sababu ndiyo aya yake ya kwanza. Na mara nyingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au mtumi au watu wazipa maina sura za Qur'ani kwa kile kipande cha kwanza cha sura, kama mfano suratu Shams washamsi wa duhaha, suratul layl wal layli idha yaghsha, suratul tin yani watini wazaituni. Kwa hivyo sura kama hili yamkuliwa suratu Yasin, ndio ina lake. Na katika ufuatiliaji wangu, kama tulivyokuwa tukifasiri suratu tin, sikupata ina la pili la suratu Yasin, kwa sababu mara nyingi sura za Qur'ani huwa ziko na maina mawili au matatu hata matano, lakini kuna sura chache hazina zaidi ya ina moja, kama suratu Yasin, kama suratu tin. Hakuna ina la pili isipokuwa ni suratu tin. Kwa hivyo suratu Yasin, kwa ufuatiliaji wangu, sikupata ina lingine lisokuwa Yasin. Aya zake bila ya khilafu ni aya 83. Kwa maulamai wote wa tafsiri hawakukhtalifiana kuhusu idadi ya aya kama hizi, kwa kuwa ni aya 83. Mahala ilipoteremka, kama tuliwapo sisi, sura za Qur'ani zigawanywa ziwili, kuna makia, kuna na madania. Hata ukisoma msahafu mara nyingi utaona imeandikwa suratu kadha makia au suratu kadha madania. Yani makia ni sura zilizoteremka Maka, madania ni sura zilizoteremka Madina. Kwa tafsiri ndefu nimewahi kuzungumza katika baadhi ya madarasa. Kama hii imeteremka Maka, isipokuwa kuna kikundi kichache, baadhi ya wanazuoni wadai kwamba kuna aya moja peke yake, sura mzima imeteremka Maka, lakini kuna aya moja peke yake imeteremka Madina. Nayo ni ile aya inenao wanaktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
aya hii peke yake imeteremka Madina, lakini aya zilizobaki zote zimeteremka wapi? Maka. Kwa nini imeteremka Madina aya hii? Nitawaeleza kwa ufupi, na tutakapokusikilia kuifasiri hii aya tutakuja kuyapata kwa urefu haya mambo. Vanena kulikuwa kuna kabila katika Ansar, na tukinena Ansar tunazungumzia Waislamu wa Madina waliompokea mtumi, kwa sababu jamii ya Kiislamu ilikuwa kuna muhajirina, kuna na Ansar. Muhajirina ni wale waliogura kutoka Maka wakenda Madina, Ansar ni wale waliokuweko Madina wakiwapokea watu wa Maka. Kulikuwa kuna na kabila katika Ansar likiamkuliwa Bani Salma. Kabila kama hili lilikuweko mbali sana na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaamua kugura kutoka kwenye kijiji chao watafute mahala karibu ya msikiti wende wakaketi, ili wawe karibu na Mtume na wawe karibu na msikiti wa Mtume, watupe kila kitu, majumba, kila kitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama wanavyosema hawa, akaiteremsha hii aya kuwaambia wabaki kule kule, na kubaki kwao kule ni bora zaidi kuliko kuya kaburi karibu na msikiti, kwa sababu kila wakitembea kuya kuswali zile hatua zao, kila hatua ina thawabu. Kwa hivyo ikiwa aya hii iliteremka katika kiswa hiki, ni maana iliteremka wapi? Madina. Ndio Mwenyezi Mungu akawaambia wanaktubu ma qaddamu wa atharahum, yani wa khutuwatihim, zile hatua zao pia zitaandikwa hatua baada ya hatua mpaka wasikilie kwenye msikiti wa Mtume. Ndio baadhi ya wanazuoni wakadai kwamba aya hii pekee yake katika suratu Yasin imeteremka Madina na hakuiteremka Maka. Pia kuna kauli imepokewa kwa Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba Ibn Abbas anena kuna aya nyingine pia katika suratu Yasin ni ya Madina. Kwa hivyo zitakuwa ni mbili tukizitukua hizi kauli. Katika aya 83, 81 zimeteremka Maka na 2 zimeteremka wapi? Madina. Ibn Abbas ni aya gani anenao kwamba ni ya Madina? Ni ile wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqnakum, mpaka mwisho wa aya. Anena aya hii imeteremka Madina, na inshallah tutakuja kuijadili, kwa sababu mambo ya kutoa sadaka, kutoa zaka yalikuwa ni mambo ya Kimadina, si mambo ya Kimaka. Maka kulikuwa kukizungumzwa mambo ya Mungu, uko au hako, ni wawili au ni watatu, mtume ni kweli au si kweli. Hii aya ya wakhutubia watu ambao washaamini, kuambia sasa toani sadaka, toani zaka. Haya ni mambo ambayo kwamba yamezungumzwa Madina na hayakuzungumzwa wapi? Maka. Wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqnakum, wakati wakiambiwa wao toani kile ambacho kwamba tumewaruzuku. Ala kulli hal, sura ni ya Maka. Kuna na madai kwamba aya hizi mbili zimeteremka wapi? Madina. Suratu Yasin ni sura ambayo kwamba ina fadhila kubwa sana. Wakati tukirudi katika zitabu za tafsiri na za fadhailul Qur'an zinazoeleza fadhila za sura, twaweza kudai kwamba hakuna sura katika sura za Qur'ani imezosifiwa na imezobahatika kupata fadhila nyingi na hadithi nyingi zimezotoka kuisifu kama suratu Yasin, mpaka imesikilia hadi ikaamkuliwa ni qalbul Qur'an, ni moyo wa Qur'ani. Na kila mtu ayua kiungo cha moyo kina umuhimu gani katika mwili mzima. Kwa hivyo nafasi ya moyo katika mwili wako ndiyo nafasi ya suratu Yasin katika nini? Mwili wa Qur'ani mzima. Ndio ile hadithi maarufu ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam anenao, inna likulli shay'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Kila kitu kina moyo, na moyo wa Qur'ani ni suratu Yasin. Waditu, tumeanena natamani
au napendezwa annaha fi qalbi kulli insani min ummati, iwe itahifadhiwa katika moyo wa kila mtu katika ummati wangu. Ikiwa Yasin ni moyo wa Qur'ani, kwa hivyo mtume asema natamani na napendezwa mno ikiwa itakuweko katika kila moyo wa nani? Wa mu'min. Yani ikiwa hukuhifadhi chochote katika Qur'ani, lakini Yasini isikupite, iweko ndani ya moyo wako. Al-Imam as-Sadiq naye atuambia inna likulli shay'in qalban, kila kitu kina moyo. Wa qalbul Qur'ani Yasin, na moyo wa Qur'ani ni Yasin. Faman qaraa Yasin fi naharihi, mwenye kuisoma suratu Yasin katika kipindi cha mtana wake, mtana ukawa utaisoma suratu Yasin, kabla an yumsiya, kabla hujaingiliwa na usiku, kana fi naharihi min almahfudhina walmarzuqina hatta yumsiya. Kwa hivyo katika kile kipindi chako cha mtana utakuwa katika wale wenye kuhifadhiwa, na utakuwa ni katika wale wenye kusahilishiwa riziki zao mpaka ungiliwe na usiku. Dhamana hiyo. Na mwenye kuisoma Yasin fi lailihi, katika usiku wake, kabla an yanam, kabla hajalala, wukila bihi alfu malakin yahfadhunahu, Mwenyezi Mungu humwakilishia yeye malaika 1000 wa muhifadhi min kulli shaitanin rajim, wa muhifadhi na kila shetani mwovu, wa min kulli afa, na afa yoyote mbovu wahifadhiwa nayo ikiwa utaisoma suratu Yasin qabla naum, kabla ya kulala. Wa in mata fi naumihi, al-Imam Sadiq atuambia lau ule mtu aloisoma suratu Yasin kabla ya kulala atapata hifdhi hiyo, na lau atapata kifo katika ule usingizi wake ambao alilala kwa Yasin, atapatikana na kifo, adkhalahu Allahu aljanna, Mwenyezi Mungu atamtia peponi. Wa hadhara ghuslahu 30,000 malak, na watahudhuria josho lake wakati akioshwa malaika 30,000. Taban si maana malaika 30,000 wao kukuosha, inaweza kunena kunani wote hao malaika mmoja utosha kwa kuniosha. La, wale wao wa kufinika rehema za Mwenyezi Mungu, wa kuombea maghfira, na kila wakiwa wingi ni maana wewe wapata dua nyingi zaidi kutoka kwa watu kama hawa. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia suratu Yasin imetajwa mpaka kwenye Taurati. Atuambia suratu Yasin tud'a fi Taurati al-Mu'imma, suratu Yasin katika Taurati yaamkuliwa kwa jina la al-Mu'imma. Wasahaba wakamuuliza wama al-Mu'imma, nini maana ya mu'imma? Akawajibu akawaambia ta'ummu sahibaha khaira ad-dunya wal akhirah, au bi khairi ad-dunya wal akhirah, huwa ikimfinika ule mwenye kuisoma suratu Yasin kwa khairi za dunia na za akhira, kwa sababu amma katika Kiarabu ni kukifinika kitu na kukienea. Kwa hivyo Yasin imeitwa al-Mu'imma kwa sababu iko na tabia ya kukufinika wewe khairi za dunia na khairi za akhira. Hadithi ni nyingi, siwezi kuzihesabu, lakini hizi ni chache katika kukueleza fadhila za suratu Yasin kwa wewe binafsi mwenye kuisoma. Kisha pia suratu Yasin imetiliwa mkazo sana kuwasomea maiti wetu wakifa. Mtu akiwa amekufa, kumtaulia cha kumsomea katika Qur'ani, na Qur'ani yote ni ya Mungu, lakini tumesisitizwa sana suratu Yasin. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia iqra'u Yasin ala mautakum, someni suratu Yasin kwa maiti wenu, watu waliowafilia wasomeeni suratu Yasin. Pia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia ma min maitin, hakuna maiti, yani mtu aliyokufa, yuqra'u alayhi suratu Yasin, atasomewa suratu Yasin, illa hawana Allahu alayhi, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamsahilishia mambo yake ule maiti. Ndio tukaona sisi mara nyingi tukenda maziarani, tukiwa ndani nyumbani maiti bado amelazwa, huwa ni uzuri tumsomee suratu Yasin. Bali wengine wamenena ukimuona mtu ameanda alama za kufa, inaitwa ile ni halatul ihtidar, wakati uko katika kuhudhuriwa. Si mara nyingi watu kutambua, lakini
waweza kumtambua ukiwa hubabaiki kwamba huyu sasa afa, ni uzuri kumsomea suratu Yasin akiwa katika hali ya kuaga dunia, ya kutoka roho. Hadithi ni nyingi katika madhhabi haya na haya. Ukienda katika zitabu za Kisunni utazipata hadithi nyingi kuhusu suratu Yasin. Pia ukia katika zitabu za Kishia utapata hadithi ni nyingi sana. Lakini kitu ambacho kwamba tunataka tutanabahi nacho, na mara nyingi nimekikariri mimi nikizungumza masala ya ubora wa Qur'ani na fadhila za Qur'ani, ni kwamba fadhila hizi na thawabu hizi zilizoelezwa na hadithi hazimaanishi kuisoma sura mayaka, hazimaanishi kuzisoma sura za Qur'ani kwa laqlaqatu lisan, ulimi tu wapija ukigonga makaka ya yuna tini. Ni lazima kiwe ni kisomo ambacho kwamba kitaanza kwenye ulimi, kiingie katika akili, kitawanyike katika zitendo. Kisomo ambacho kwamba kitaweza kuyakariri yale yaloandikwa, kiyafahamu yale yanayokusudiwa, kiyatekeleze katika zitendo, ndio zitakupa fadhila kama hizi. Na mara nyingi ukifuatilia sura za Qur'ani na zile fadhila zinazoelezwa, utakuya kuona kuna mafungamano makubwa baina ya yale yanayoelezwa na yanayoelezwa ndani ya ile sura. Mfano, ukenda katika sura sijui ni Ali Imran au ni An-Nisa, utaona Mwenyezi Mungu au baadhi ya hadithi za kwambia mwenye kusoma sura hii hazini, mwenye kusoma sura hii Mwenyezi Mungu humkinga na kuzini. Unapoisoma ile sura unaipata sura mzima yazungumza masala ya ndoa na hukumu za ndoa, na kutusisitiza Waislamu tuoe, na haki za mke na za mume. Sasa yale unapoyatukua wewe ukayasoma, ukayazingatia, ukayatekeleza, hapo utakuwa wewe ushaipukana na nini? Na zina. Kwa hivyo ni muhimu sana. Mfano tumeambiwa kulinda na shetani, sio? Tumeelezwa hadithi. Tuitukue aya moja tu katika suratu Yasin, tuisome, tuifahamu, tuitekeleze, bila shaka shetani atakuwa hatua 100 na sisi. Mwenyezi Mungu alipotuambia alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin. Mwenyezi Mungu atuambia sikuwapa ahadi mimi, tuliahidiana kutoka wakati wa Nabii Allah Adamu na zitendo zilotokea katika bustani, na huyu ndio alomuuza babenu, na pale nikawaambia huyu ni adui yenu. Sikuwapa ahadi na mkatukua ahadi mkanena hatumtii tena. Alla ta'budu ash-shaytana, musimtii shetani, innahu lakum aduwwun mubin. Kwa hivyo aya hii ukaisoma, ukawa kila wakati wewe wakumbuka kwamba wewe una ahadi na Mungu, usimfanye nini? Usimtii shetani. Bila ya shaka utamuepuka shetani, na ndipo pale wewe ukiisoma kabla ya kulala, Mwenyezi Mungu atawakilisha malaika 1000 wakulinde wewe min kulli shaytanin rajimin wa min kulli afa.
ikiwa itasomwa kisampuli hiyo. Lakini ikiwa itasomwa bila ya mazingatio, bila ya kutekelezwa, iwe huku waisoma alam ahad ilaykum ya bani adama, na huku wewe ni rafiki mkubwa wa shetani, bali shetani atakuwa mafundisho kwako, itakuwa wewe wajidanganya na haiwezi kuwa na athari suratu Yasin katika maisha yako. Na usirudi ukamshuku mtumi ukamwambia wewe umetuambia tukisoma suratu Yasini tutalindwa na kadhaa, tutafanywa na kadhaa, mbona hatuyaoni? Tunataka tuishuku nafsi zetu, kama wale watu wengi wanenao inna salata tanha anil fahshai wal munkar, kwamba swala yakataza mabaya, kisha mtu ule ule aswali na afanya mabaya. Hafai kuishuku swala kwamba swala haikumkataza mabaya, ni kwamba yeye bado hajaiswali ile swala vile inavyotakikana. Hizi ni kuhusu fadhila za suratu Yasin kwa uchache. Mpaka hapa tumeelewa maina ya sura hili, mahali ilipoteremka ni Maka au ni Madina, fadhila za sura kama hii. Tumebakisha suala moja ambalo hili ndio muhimu na ndilo refu, tutasimama na sisi. Kuna maudhui gani katika sura kama hii? Kwa jumla tutarajia nini sisi? Kuna mada gani ndani? Kwa hakika kabla ya kueleza kuna mada gani, nimeona maneno ya wanazuoni kiasi fulani ya tofautiana katika kueleza yanayozungumzwa, ingawa tofauti ni ndogo na wanapoafikiana ni pakubwa zaidi. Kwa hivyo nitapenda kuwahesabia maudhui kama haya kulingana na rai za wanazuoni. Mfano, tukenda kwa mwana tafsiri mkubwa al-Allama at-Tabatabai katika tafsiri yake Tafsirul Mizan, anena kwamba lengo la suratu Yasin, lengo lake ni kubaini misingi mitatu muhimu ya dini ya Kiislamu. Misingi mitatu muhimu ya dini ya Kiislamu. Kwa sababu dini ya Kiislamu yagawanyika zigawanyo zingapi? Ziwili. Kuna usuluddin, kuna na furuu din. Yani kuna misingi ya dini, yani mambo ya kiitikadi, kuna na furuu din, ni zitandu, ni mambo ya kifikihi kama kuswali, kufunga, hizi zaitwa furuu din. Sasa al-Allama at-Tabatabai yani na suratu Yasin yote haiko kwenye kuzungumza fikihi, kwa sababu ni sura iliyoteremka Maka, na sura zilizoteremka Maka sifa yake ni hili. Kwa sababu wewe huwezi kuingia kwenye kijiji wendao kufanya tabligh, mathalan umetumwa mahala watu wote si waislamu, nenda ukawaeleze. Huwezi kuingia ukaanza kuzungumza masala ya nini, tutaswaliie, tutafungaie, tutakwenda hijaie. Kwanza ni lazima uweke misingi ya kidini, ujenge itikadi. Kitu cha kwanza kinachojengwa ni itikadi, na ndio utaziona sura za Maka zote zazungumza masala ya itikadi. Basi masala ya fiqhi na nini yalikuwa yakazungumzwa Madina baada ya watu washakuwa waislamu watakapokuwa nini. Kwa hivyo al-Allama at-Tabatabai anena kuzungumzwa misingi mitatu katika suratu Yasin. Kwanza yaanza na utumi. Suratu Yasin ikianza yaanza na suala la nini? La an-nubuwa, utumi. Kisha laelezea watu walikuwa na msimamo gani kuhusu utumi. Hiyo ni mada ya kwanza. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim. Ikaja mpaka ikaeleza watu waliupokea vipi utumi, wako waliopinga na wako waliounga. Kisha yampa muongozo bwana mtumi, utadili na watu gani leo, waliokukubali, kuna wale waliotia pamba huku na huku, hao wasipotezee wakati wako, kwa sababu sawaun alaihim aandhartahum am lam tundhirhum la yu'min. Hao sawa sawa, ukiwaedhea usiwaedhee, wakhofishe usiwakhofishe, hao hawana tamaa ya kuamini.
Huu ni msingi wa kwanza umezungumzwa na suratu Yasin. Pili, suratu Yasin ikaondoka kutoka kwenye utumi ikaenda kwenye tauhid, masala ya kumwahidisha na kuthibitisha Mungu na kwamba Mungu ni mmoja, na ikawa yatumia dalili tofauti mbalimbali zilizokombea mato yetu. Ikaja ikaanza na mimea, ikatoka kwenye mimea ikaingia kwenye kuundwa zitu ziwili, ikatoka kwenye kuundwa zitu ziwili ikapanda ikaenda kwenye jua, kwenye mwezi. Zote hizi zikikupa ndo ile walqamara qaddarnaha sijui nini, washamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim, mpaka ikaja ikakupeka kwa Mungu ikipitia zitu ziliokombea mato yako, ardhi, mbingu, jua, mwezi, zote zataka kupeka wewe kwenye nini? Kwenye tauhid ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni msingi wa pili. Tatu, baada ya kuzungumza utumi ikazungumza Mungu, ikaruka sasa kwenye msingi wa tatu muhimu, ikithibitisha siku ya kiyama. Siku ya nini? Ya kufufuliwa. Kwa hivyo kwa ufupi, al-Alamatu Tabatabai asema kwamba sura mzima, suratu Yasin, yazungumza kuhusu utumi, Mungu, siku ya kiyama. Na hii ndio misingi muhimu sana ya nini? Uislamu wote uko hapa. Mengine yametoka ni tandu za hizi, hakuna mengine. Sabuni, mmoja katika mufassirina, al-Alamatu Sabuni, anena pia yeye aamini kwamba sura hii yazungumza zitu zingapi? Zitatu. Lakini zitatu zake zina tofauti na zitatu za nani? Za al-Alamatu Tabatabai. Yeye ahisabu hivi kwamba sura hii yazungumza kwanza kuhusu imani ya siku ya kiyama. Hapa uko sawa na Tabatabai. Pili, sura kama hii ilikuja ikazungumza qissatu ahli al-qarya, na wale mitumi waliotumilizwa kwenye kile kitongoji na Habibu ibn Najjar. Na haya tutayapata madomando leo. Wajaa min aqsa al-madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran, paka mwisho. Hiki ni kisa ndio ile wadhrib lahum mathalan ashab al-qarya. Kuna kijiji kikizungumzwa hiki, kilipekewa mitumi mitatu. Alipekwa wa kwanza wakamkataa, akaongezwa wa pili wakamkataa, akaongezwa wangapi? Watatu, wakawakataa wote. Tutakieleza insha Allah taala kwa urefu kiswa chao na mawaidha yaliyoko ndani. Kwa hiyo Sabuni anena mwanzo ni kiyama, kisha ni ahlul qarya, kisha tatu yazungumza kuhusu tauhid. Kwa hivyo maudhui ni mangapi? Ni matatu. Je, amegongana na Sabuni na Tabatabai? Kimatamshi amegongana, lakini madhumuni ni mamoja. Kwa sababu Tabatabai amenena ni utumi, tauhidi na kiyama. Utumi ulikuja ukaelezwa Mtume Muhammad katika suratu Yasin, kisha kukaelezwa mitumi mitatu waliopekwa kwenye ahlil qarya. Kwa hivyo haijatoka kwenye mada ya nini? Ya utumi. Tumefahamiana. Kwa hivyo Tabatabai ameangalia upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Sabuni ameangalia upande wa mitumi mitatu waliopekwa katika kitongoji cha Antakia, kama tutakapokieleza. Makarim Shirazi anena sura kama hii yazungumza maudhui manne. Iko na mada ngapi? 4. Mada ya kwanza yazungumza utumi kama tulivyoeleza, kama Tabatabai, kama Sabuni. Mada ya pili yazungumza kuhusu kiswa cha mitumi watatu waliopekwa kwenye kitongoji. Ya hizi amezipambanua, amezifanya ni mada ngapi? 2. 3, sura yaenda kwenye tauhid na kueleza dalili za kuthibitisha Mungu. 4, yarudi kwenye siku ya kiyama. Na kati ya zawanyo hizi upenya kukatupwa aya 2. Manake haya ni maudhui ya kimsingi, tusitarajie kwamba hakutokuya maudhui mengine.
Waweza kupata katika maudhui huyo ukatupwa aya moja ikawa imetoka kwenye maudhui kiasi fulani. Hizi tutakuwa tukizidaradara na tukizionesha. Haya ni yale yaliyozungumzwa na wanazuoni kuhusu ni nini kinachozungumzwa katika suratu Yasin. Sasa mimi nitatupa suala. Sisi katika kuifasiri sura hii hapa msikitini katika darasa letu tutafuata muongozo gani? Kama nilivyowaambia, suratu Yasin ni ndefu, na kawaida kitu kingi ukiekewa kwa pamoja ukuvunda moyo. Mtu aweza kula chapati 5 au chapati 6, lakini ukamtilia sahanini kwa zote ukamwekea, kwenda zikamtisha na zikamvunda moyo, pengine asimalize 2. Lakini ukitia moya ukawahula, ukiimaliza ukaagizia ukaitoa ya pili ukaimaliza, ukimaagizia ukaitoa ya 3 ukaimaliza, waweza ukala chapati 5 bila ya kutambua. Kwa hivyo sisi tukiitukua suratu Yasin aya 83 tukaitupa sasa yao, itakuwa jamaa kila mmoja hapa ufikiria lini tutashika break, lini tutasikilia kwenye wamali ala a'budu alladhi fatarani, astaghfirullah, lini tutasikilia kwenye inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu. Maana kwenye tausia au kwenye khitima kila mmoja huingoja hiyo, sio inma amruhu. Taona kila mtu anaanza kutoa sauti pale, inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Wa jamaa wamefua pumzi sasa pale, alhamdulillah imemalizika. Kwa hivyo hii tunataka tuiondoshe fikra hii kwanza, tusichoshane. Pili, hizi kaseti hurekodiwa na kuna wingi zaidi ya sisi tulioko hapa wafuatiliao haya madarasa kwa kaseti. Kwa hivyo tukitaka kuiweka suratu Yasin pale library, pengine Abdallah au itakomkali, itabidi shelf moja liwe la suratu Yasin, na mtu akitaka kuwazima ataona kutoka mwanzo mpaka mwisho ni suratu Yasin, atakuwa hayui aande wapi. Kwa hivyo kwa haya mawili tusichoshane na tuwe na muongozo mzuri wa kuzipanga nini kaseti ili watu waweze kusikiliza. Tutaigawanya suratu Yasini juzu 5. Sisi tutakuwa na muongozo huu juzu ngapi? 5. Kwa hivyo tutashika juzu ya kwanza kama sura, sasa tuifanyeni suratu Yasini kama sura ngapi? 5. Tutaigawanya mapande 5, na ningependa kaseti ziandikwe namna hili. Kutakuwa kuna juzu ya kwanza itaanza kutoka namba 1 mpaka ifikirie kama ni kaseti namba 6 7, itaandikwa juzu ya kwanza suratu Yasin, juzu ya kwanza kaseti namba 1, suratu Yasin juzu ya kwanza kaseti namba 2, mpaka ifungwe juzu ya kwanza. Kisha tutaingia kwenye juzu ya pili, pia tutaanza suratu Yasin juzu ya pili kaseti namba 1 mpaka namba 6 mathalan, na hiyo mpaka tuimalize sura. Kwa hivyo tutajua mara hii tuko na juzu ya kwanza, tukifunga darasa tukirudi tutajua tuko na juzu ngapi ya pili. Nafikiri tumeelewana vizuri. Sisi tutakwenda kwa muongozo huu. Kwa hivyo juzu ni 5 za suratu Yasin. Juzu ya kwanza itaanza kutoka aya ya kwanza, yani bismillahir rahmanir rahim Yasin mpaka aya ya 12. Tutasikilia hapa pale inna nuhyil mauta au inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hapa tutakuwa tumefunga juzu ya kwanza aya 12. Juzu ya pili tutaanza kutoka aya ya 13, yani wadhrib lahum mathalan, yani itakuwa ni ashabul qarya, na kila kipande nimekitaua kiko na maudhui sampuli mbali. Wadhrib lahum mathalan ashabal qarya, tutaendelea mpaka aya ya 32, kutoka aya ya 13 mpaka 32, tukikoma kwenye wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Hapa tutakuwa tumeifunga juzu ya ngapi? Ya pili. Juzu ya tatu tutaanza na aya ya 33, tukianza sasa kwa Mungu tauhidi hapa na zile aya zake, wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyaynaha, tutashuka nayo mpaka aya ya 47, wa idha qila lahum anfiqu mpaka mwisho. Tutakuwa tumefunga juzu ya tatu.
Juzu ya 4 tutaanza na aya ya 48, wayakuluna mata hadha alwa'du, wauliza kiyama lini. Kwa hivyo tutakuwa tumeshaingia kwenye topic ya nini, ya kiyama hapa. Tutashuka nayo mpaka kwenye aya ya 65, alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum. Tutakuwa tumefunga masala ya kiyama hapa. Juzu ya 5 tutaanza na aya ya 66, walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna, ambao kipande hiki cha 5 kimerudia, kimekusanya maudhui yote yaliyopita nyuma, utumi, tauhidi na kiyama, kwa sababu Mwenyezi Mungu amezungumza peke peke, kisha mwisho amerudi amezikusanya tena, amekupa khulasa, kikondo sasa cha fikra. Kwa hivyo tutaanza 66 mpaka inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Kwa hivyo tutakuwa tumezifunga juzu ngapi? Juzu 5. Nafikiri tunaelewana mpaka sasa. Sasa leo tufungueni kwa dakika 2-3 juzu ya kwanza. Tutaisoma yo kwa mayaka na mbio mbio, inshallah juma litakalokuya tutaisherehe kwa urefu. Mwenyezi Mungu atuambia bismillahir rahmanir rahim, Yasin. La Yasin hatuwezi kuifasiri yataka maneno marefu, kwa sababu ni yeye na sini, na Mungu akusudia nini kuhusu hii yeye na sini. Ni kama ukinena ile saa nyingine au kama hizi nak, sio huwa kuna eni na neno na nini. Sasa hii ni mfupisho ya nasin. Kwa hivyo hizi tutataka kuzieleza. Wal Qur'anil Hakim, Mwenyezi Mungu aapa na Qur'ani ambayo kwamba imejaa hikma. Innaka laminal mursalin, athibitisha kwamba wewe bwana mtume ni katika mitumi. Ala siratin mustaqim, uko katika ndia imezonyoka sawa. Tanzilal azizir rahim, Qur'ani imeteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na mwenye rehma. Litundhira qauman, ili upate kuwahofisha watu. Ma undhira abauhum fahum ghafilun, ambao hawakubahatika wazazi wao kuokolewa na kupata mwenye kuwahofisha. Kwa hivyo wako katika ghafla na wako katika kupotea. Laqad haqqa alqawlu ala aktharihim, imekuwa ni haki kwa Mwenyezi Mungu awaadhibu wingi wao, kwa sababu wingi walikataa mwito wa nani? Wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fahum la yu'minun, hawa hawataki kuamini. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, kwa nini hawaamini? Kwa sababu wana pingu katika shingo zao, zimewasikilia mpaka kwenye kidevu. Fahum muqmahun, wameazotele, yani wametiwa pingu na silsila. Toban pingu si pingu hizi za cheni, tutazieleza ni pingu gani zilizowafanya hawa wasiuone utumi na wasimwamini bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. Waja'alna min baini aidihim sadda, wamekewa ngome mbele yao, wana kiziwizi, na nyuma yao kuna kiziwizi. Kwa hivyo ni giza tupo, hawaoni chochote. Fahum la yubsirun, wamefinikwa. Faaghshaynahum fahum la yubsirun. Wasawaun alaihim, sawasawa yulao. Aandhartahum, utawakhofisha wewe. Am lam tundhirhum, au huwa khofishi. La yu'minun, kwa sababu hawa ni katika wale tabaa Allahu au balrana, wameweza kupigwa muhuri, wameweza kupigwa sili, hawa mwapotevu. Kwa hivyo hakuna tamaa ya kuongoka. Inma tundhiru, wewe bwana mtume waweza kumuongoza manittabaa dhikra, ule ambaye yeye uko tayari kufuata utayo wa Mwenyezi Mungu. Wa khashiya rahmana, na amuogopa Mwenyezi Mungu bilghaib, bila ya kumuona. Bahoyo fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, mpe bishara, atapata maghfira ya Mwenyezi Mungu na atapata malipo makubwa. Inna nahnu nuhyil mauta, sisi ndio tunaohuisha waliokufa. Wa naktubu ma qaddamu, na tuandika yale walioyafanya na kuyatanguliza. Wa atharahum, na athari zao. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila kitu tumekidhibiti katika store yetu ambayo tutaieleza ni ipi hiyo store ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ndio juzu ya kwanza, nimependa kuipita. Na tukisikia hii tafsiri ya tarjuma, tunaona hapa kuzungumzwa mtumi na kwamba yeye ni mtumi athibitishwa, kisha kuelezwa watu wako grupu ngapi? 2.
kuna waliompokea nao ni wale ambao kwamba khashia rahmana na ittaba dhikra. Kuna na wale ambao kwamba hawakumkubali bwana mtume nao ni wale sawaun alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Hii ndio juzu ya kwanza, tutatembea nayo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa taufiki yake insha Allah taala katika darasa zitakazokuja, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa taufiki na tuisikize Qur'ani, tuifahamu, tuitekeleze ili tupate kufaulu katika darasa zetu kama hizi za tafsiri. Sisi wenye kunena na nyinyi wenye kusikia, sote tuwe tutafaidika na mambo kama haya, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.